Bwana Mskasi, mambo vipi? Bwana safi kabisa, safi kabisa. Kama kawa. Bwana tulifanya interview juzi, nadhani juzi kati hapa kidogo, kuhusiana masuala ya wachezaji mbalimbali na sajili zao na yale mambo ya kisoka yanaendelea. Lakini juzi kama soja tumetoka kushuhudia kile ambacho Yanga wao wamekifanya baada ya ushindi mkubwa kabisa, fujo zikiwa nyingi ndani ya jiji la Dar es Salaam na mitaa katikati ya jiji, nazungumzia maeneo ya Kariakoo. Lakini tukija kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi, kuna kikao kinasemekana kikao cha siri ambacho kimeweza kukaliwa na viongozi mbalimbali ndani ya klabu ya Simba, lakini haijajulikana mpaka leo ni nini ambacho kinaendelea ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Wewe ukiwa kama shabiki wa Simba, hili kwako unalionaje? Ni kipi ambacho unahisi kwamba Simba inataka kuja kukifanya kutokana na kikao ambacho kimekifanya cha siri? Kwanza kuhusu swala la kikao au vikao vitakalika sana kipindi hichi, kwa sababu mwezi wa 8 tunaenda kwa kikao kikubwa cha timu. Kwa hiyo maana yake ili upate maamuzi ya kikao kikubwa lazima upate vikao vidogo vidogo vingi vyenye muafaka. Na vikao vya sasa hivi ni vikao ambavyo vya kuangalia utendaji wa kazi umekuaje na matoleo yake yamekuaje. Kwa hiyo maana yake obvious kwa msimu huu tumefeli. Kuanzia wanawake, under 20 hata timu kubwa, yote tumefeli. Kwa hiyo maana yake vikao vinakaa vingi kwa sababu ya muafaka, na mashabiki wengi wanashinikiza kuwa viongozi waachie ngazi. Kwa hiyo maana yake kama kuna haja ya viongozi kuachia ngazi, basi vikao vyokalika vilete majibu. Lakini mpaka leo watu wanakaa kimya, maana yake hatuoni muafaka kwa vikao hivi vimekaa kwa ajili ya nini na hatua imechukuliwa ni ipi. Umeona? Kwa hiyo kama kiongozi alokaa pale, sisi tunataka kiongozi wa fulani ili tutoe hapa tulipo atupeleke mbele ya safari. Kwa hiyo ndio hilo. Na Mskasi, tukirejea kwa watani wako wa jadi na wazungumzia Yanga Sports Club, unahisi ni kipi ambacho kinazidi kuwafanya wawe bora? Tukianzia kwenye ngazi yao, tuingilie, lakini tunajaribu kutafuta utofauti uliopo kati ya wewe ambaye ni shabiki wa Simba na wao Yanga. Utofauti unakuja wapi? Kutokana kwamba wao wameshinda mara 5 mfululizo. Je, utofauti upo kwenye aina ya uongozi au utofauti unakuja wapi kati ya nyinyi Simba pamoja na wao Yanga? Mafanikio ya Yanga kwanza utapongeza uongozi mzima, management yao, benchi la ufundi na hata maamuzi wanaofanya. Kuwa wanafanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Tunaona leo hii mashabiki wa Yanga kauli inatoka kuanzia kwa viongozi mpaka kwa mashabiki wa Chaki. Sisi huku tofauti, kwa maana utasaingia mashabiki wa huku, viongozi wa huku kila mmoja anaongea la kwake. Ukisikia anaongea Ahmed Ali, unaongea kiongozi mkuu Mangungu, vitu tofauti. Anaongea tajiri, anaposti tajiri na anaposti page ya Simba, vitu tofauti. Haviendani hata siku moja. Kwa hiyo maana yake kila mmoja anakuwa la kwake. Huwezi kusangia tajiri kaposti swala la Simba, afu ukuta Simba page yake posti swala tajiri. Huwezi kuta hata siku moja. Yaani vitu ambavyo vingiliani. Lakini ukiangalia kitu cha posti yule nani, engineer, na posti anayeposti Yanga page yao ni vitu vya ambavyo vinaendana. Na posti angalau na posti Alikamwe, posti na page ya anaposti page ya Yanga, vitu ambavyo vinaendana. Kwa hiyo maana yake wenzetu wana umoja ambao uko pale. Alafu na kingine katika benchi ya Yanga mtuzidi upande wa maamuzi. Wanajua kiongozi sahihi ndio ambaye anakuwa na maamuzi magumu kwa wakati sahihi. Umeona, sio wakati ambao kuangaliana usoni. Mchezaji ni mfanyakazi, mchezaji sio rafiki. Sisi Simba wachezaji ni marafiki zetu. Na ndio leo hii wachezaji wanatuhukumu kutokana na umri wao, kuwafuta tunaona aibu kutokana na namba zao, jinsi walivyowapata, labda tuapproach sana. Na mtu akija huko hajaonyesha uwezo, tuamua kumvumilia. Lakini angalia kama uongozi unaondeshwa na Engineer Harris. Engineer yeye aliona Yanga na yumba sehemu fulani, akaona hapa njia pekee kwanza kumuondoa huyu kiongozi wao. Awe na kosa sio na kosa. Akaamua kumuondoa Gamondi. Gamondi aliondoka Yanga sio kama alikuwa na makosa, ila kwa sababu aliona timu yake inapoenda haiendi sehemu sahihi. Ni heri Gamondi umkate mapema, upoteze leo lakini kesho uje mafanikio. Tukaona baada ya Gamondi kuondoka, timu kodi kupambana tena upya zaidi, kupambania namba tena. Lakini sisi tulivyo, kwa tunaona timu labda imelega sehemu fulani, inahitaji maamuzi fulani, lakini maamuzi hayafanyiki kuanzia kwenye viongozi wenyewe mpaka benchi la ufundi. Kwa hiyo maana yake sisi uongozi wetu kama kubembelezana sana hivi kwamba kuna nini ndani yake. Kwa hiyo maana yake hata sasa hivi viongozi wanakuja sasa hivi ndani ya Simba, basi wao viongozi ambao wenye maamuzi magumu, yaani viongozi wenye roho mbaya na mafanikio. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao wenye mafanikio. Simsemi engineer kwa namna ambayo kama labda uongozi wake na ukubali, siwezi kusema kwa mabaya, sababu leo na kesho anaweza kaja kuwa kiongozi wangu wa taifa yake, nasikia engineer atakuja kugombania ubunge Kigamboni.
namwombea Mungu apite, labda mafanikio ya Yanga ili katika mafanikio ya taifa. Lakini pia hata sisi Simba kuna lengo kujifunza kupitia yule mtu pia. Umeona, wanasema mchawi mchukie, kisifa yake kwa naungo mpatie. Kama kuna lengo uongozi wetu wa kujifunza, basi tujifunze kwa mtu kama yule, ili sisi tujue tunafanyaje kwa mafanikio yetu ya soka, tutoke hapa tulipo twende mbele. Kujifunza sio kitu kibaya. Umeona, kujifunza sio kitu kibaya. Kwa hiyo hata sisi tuangalie viongozi kuja kuwaeka msimu unaokuja, basi waweze kuwa wanaopenda timu, wanapambania timu, wawe wamoja, wasiwe huyu lake. MC Kasi, na maswali mawili kwako. Swali la kwanza, kuna shabiki mmoja wa Simba ambaye yeye anafahamika sana na kwenye mitandao ya kijamii, anaitwa Mchome Mapovu. Nadhani unamfahamu. Mchome Mapovu alisema kwamba katika takwimu zinazoonyesha wao wamekosa ubingwa mara 5 na Yanga kuweza kuchukua ubingwa huo, lakini msemaji wa timu hiyo Ahmed Ally ameonyesha kuumizwa na kile ambacho kimeweza kutokea. Lakini Mchome amesema kwamba inaonyesha kabisa kwamba Ahmed Ally hakuumizwa na matokeo. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili ni kwamba umesema kwamba Yanga walifanya maamuzi magumu kumuondoa Gamondi, kumleta Sidramovic. Sasa ningependa, au mtazamaji pia angependa kujua ni utofauti upi uliopo kati ya Gamondi aliondoka na Sidramovic, yani Gamondi aliondoka na Sidramovic, utofauti uko wapi? Tukianza na swala la kwanza la Mchome zidi ya Ahmed Ally. Kwanza Mchome kwa dakika hii nahisi kama anatumika fimbo ya kutupigia sisi wenyewe, kwa sababu Mchome ni mashabiki ambao wanapenda mafanikio. Sawa, na mashabiki kama wale ni mashabiki wengi sana wa Simba kwa hivyo wanaumia na matokeo ya Simba. Sasa mtu kama yule ameamua kuikacha timu yake na kwenda kushangilia upande wa pia. Tuwezi jua labda kama kaamua, kama kakodiwa kupewa. Maana hata Mbosso pia ni shabiki wa Simba lakini katumizwa kwenye tamasha la Yanga. Hatuwezi jua labda na yeye wameamua kumpa hela aje kutuchoma kama jina yake alivyo Mchome, sio mbaya. Lakini vingine pia mimi Mchome simuoni kama msaliti. Umeona, kwa sababu yeye kaamua kufuata hisia zake. Umeona, kama hisia zake zimempa kushangilia yako na Yanga, ni sawa, ni yeye mwenyewe avoona. Umeona, sababu pesa zake nyingi anafuatilia na angalia. Lakini mimi namuona msaliti wa kwanza ni msaliti ambaye labda bosi anatoa hela ya kusajili mchezaji labda milioni 800, lakini kiongozi huyu anakusajili mchezaji wa milioni 100. Maana yake huyo msaliti wa kwanza, anasaliti timu. Milioni 7 nzima wanakula wao. Maana yake huyo msaliti wa kwanza, anasababisha mpaka kina Mchome wanatokea.